mashabiki. Nguvu ya taifa. Nguvu ya taifa. Nguvu ya mashabiki. Nguvu ya taifa. Nguvu ya mashabiki. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Ambapo mechi ya pili ilikuwa dhidi ya Uganda ambapo walitoka sare ya bao 1-1. Lakini jana historia imeandikwa kwa mara ya kwanza Taifa Stars imeingia hatua ya 16 bora baada ya kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Tunisia, bao ambalo limewekwa kimiani na mchezaji Faisal Salum. Lakini niko hapa Magomeni kanisani na mashabiki wa Taifa Stars ambao wana ari na wana shangwe kubwa sana kwa ajili ya matokeo haya ambayo tumeyapata. Tutaongea nao na tutawasikiliza matokeo haya ya Taifa Stars kufuzu hatua ya 16 bora. Wameyapokeaje? Tutaanza na jina lako, unaitwa nani na matokeo haya ya Taifa Stars kufuzu 16 bora kwa wenye mashindano ya AFCON. Umeyapokeaje wewe kama shabiki kindakindaki wa Taifa Stars? Kwa jina naitwa Abdul Shaibu Ega almaarufu GB64, msemaji wa Sports Tanzania Influencers, msemaji wa influencer wote na ndio shabiki namba 1 wa timu ya taifa ya Tanzania. Sasa hivi Taifa Stars ina wanachama. Yaani wajue kabisa. Yaani kama unavyoona Yanga, unavyoona Simba na wanachama, na Taifa Stars sasa hivi na wanachama. Na grupu lake la kwanza la wanachama ni Tanzania Sports Influencer. Kwa hiyo sisi matokeo haya tumeyapokea vizuri kwa sababu tulishashiriki hii mara ya 4 sasa hivi. Kwa mara ya 4 Mr. Gamondi anatupeleka wapi? Nchi ya hadi katika 16 bora. Na ninawaambia Watanzania tuwe na mioyo migumu. Tuendelee kuisupport Taifa Stars, tuendelee kuisupport nchi yetu katika kuipambania nini? Katika kuipambania. Na moja kwa moja hii tunakwenda mpaka nusu finali. Yaani hii slogan yetu hatuishii hapa. Tunakwenda mpaka wapi? Nusu finali. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Asante sana. Ambrose nakuona hapa. Jitambulishe kwa faida wa Tanzania. Maarufu Moses Ambrose au Zidane wa Mblati zote, mzee wa pasi nyingi nyingi. Wale wote namshukuru sana Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, nikiwa na afya njema tele. Kwa kifupi nimefarijika sana, nimefurahi sana. Tumeingia kwa mara ya kwanza katika hatua hii ya 16 bora. Kwa kweli ni jambo la faraja, jambo la heri. Na hii imedhihirisha miaka ile ya zamani sisi Watanzania wengi tulikuwa tunachagua timu. Wengine walikuwa wako Kameruni, wengine tuko Senegal. Kila mtu anachagua nchi, lakini sasa hivi Tanzania tumeonyesha kitu ambacho kinawezekana. Na hii yote imechagiza na technical bench na wachezaji wetu tulikuwa nao kwa ujumla wanajua jinsi ya kupambana. Hata sisi wanatupa faraja. Tunaendelea kufarijika, tunaendelea kufurahi. Nachoambia tu Watanzania wenzangu, dua na sala. Na hasa wale baadhi ya wachambuzi ambao wana ile kitu kama kuidharau timu yetu ya timu ya taifa kwamba wanajua kwamba hatutofika mbali, lakini jana wote wametoka vichwa chini, hawaamini macho yao. Na hiyo kwa kweli mimi nawashukuru sana technical bench pamoja na wachezaji wetu, wamepambana. Hata Watanzania wenzangu vile dua zao na sala zao ndio zilizotufikisha pale. Na hiyo na nusu finali mpaka finali. Kama kawaida yetu hatuna mambo mengi kivile, na nyimbo yetu ile ile na hapa naidi mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Hapa naidi mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema. Hii ni kwa wote, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wote ambao waliosababisha timu yetu kuingia katika hatua za 16 bora. Mashabiki, technical bench, wachezaji, lakini pia serikali kwa ujumla kutoa hamasa yao na sapoti kwa ajili ya timu yetu kwenda mbele. Ombi langu si lazima, ni ombi tu. Tunaangalia katika hii AFCON, asilimia kubwa ya timu nyingi zinakuwa zina mashabiki wengi. Mfano Kongo jana tunaona game yao, tunaona washabiki wapo wengi sana. Ombi langu kwa serikali, wadau mbalimbali wa mpira, watusaidie ndege na sisi twende tukahanikize, kwa sababu tunaenda kucheza na Morocco, na Morocco tunawajua ni game ngumu. Kwa hiyo mshabiki kama mchezaji wa 12, tunaomba serikali na wadau wengine watusaidie ndege twende tukashangilie, kwa sababu mchezaji wa 12 ni shabiki, ili na sisi tuanikize, kwa sababu mataifa mengine tunaona mashabiki wao. Kwa nini sisi tunani? Na tuna imani inawezekana, na serikali yetu ni sikivu, itasikia hili, na hilo niseme kwamba kila mmoja, na sio serikali tu, hata wadau ambao wanaweza wakaona kwamba hawa hapa tunaweza tukawasafirisha kwa ajili ya kuanikiza. Shukrani sana, ni hivyo. Asante sana mzee wa salon kwa ombi lako na imani imesikia. Tuko na Silva. Yes, official. Tuambie wewe kama shabiki wa Taifa Stars, matokeo haya umeyapokeaje, Taifa Stars kutinga hatua ya 16 bora? Kwa jina naitwa Silva Official Mume. Jamani, mimi nasema kitu kimoja, kwanza pongezi kwa nchi yetu kwanza ya Tanzania wenyewe wote.
pongezi kwa Gamondi na watoto wake wale pale wote kwenye benchi la ufundi. Pongezi kwa Captain Samata na watoto wake wote pale. Pongezi kwa mdogo wangu Faisal Toto. Maana Faisal Toto mguu wa kushoto ni Cristiano Ronaldo mtupu, mguu wa kulia ni Messi mtupu. Alafu ana kifua cha Balotelli. Na ana mashuti balaa hapa na Mbagala goli. Jana nilipata kuona na nilipata kuhadisiwa na nilipata kushuhudia wa Morocco na wa Tunisia wanasema Faisal hajazaliwa Tanzania na sio Mtanzania, wameandamana. Silva, unaizungumziaje kwa Taifa Stars? Kikosi kwanza kuna watabiri na wale watu kwanza ule paka wao wamefeli. Kuna paka mwenyewe anajichagua huku Morocco kashinda, si nani kashinda, ule paka kafeli achinjwe atupwe kabisa. Maana yule ndo alitoa ushahidi kwamba sisi tunafungwa. Yule ndo alisema kwamba sisi tunafungwa ule paka. Yule paka mimi nakwambia wampige malungu. Hana adabu. Umeona na haya. Asante sana Silva. Kwa ajili ya muda tutabidi tuchukue na mwingine. Sasa hizi kaka na tutaboresha majina yako, unaitwa nani na matokeo haya ya Taifa Stars kutinga hatua ya 16 bora umeyapokeaje wewe kama shabiki kimataifa wa timu ya taifa? Kwa jina naitwa Mustafa Likuti, mzee wa kujichora. Binafsi jana ilikuwa siku nzuri kwangu kwa sababu jana ilikuwa siku birthday yangu jana, siku ya tarehe jana. Hongera sana. Kile ambacho nilikuwa nakitarajia ndio kilichotokea jana. Niliwaambia sikati keki yangu iko Morocco. Matokeo mazuri nitayapata Morocco, ndio hayo atanisababisha mimi niweze kufurahi. Kwa hiyo jana sijakata keki, nimeongeza mwaka na nimeongeza faraja zaidi kuona Taifa Stars inafuzu kwenye hatua inayofuatia. Sijawahi kuiona inacheza mpira mzuri kama huu. Taifa Stars imeonyesha performance kubwa sana. Watu wengi wanatudharau, watu wengi wanaleta ule usimba na uyanga, wanaiharibu timu yetu ya taifa. Tutoke huko. Sasa hivi tuko kwenye wakati mwingine kabisa. Mimi na imani kwamba hichi kikundi ndio kitakuja kuondoa matatizo yote yanayoendelea kwa wale wachambuzi uchwara, wachambuzi maandazi wale. Kitakuja kuondoa matatizo yote. Sisi tunawaambia kwamba hii Tanzania Sport Influencers sisi ndio watetezi pekee ambao tuna kuondoa matatizo yote. Asanteni sana. Asante sana. Naam, tutaanza na majina yako lakini utatuambia matarajio yako sasa kuelekea hatua nyingine. Taifa Stars inaenda kuchuka dhidi ya Morocco. Kwa majina anaitwa Mustafa Ngando, shabiki namba 1 ya Taifa Stars. Tanzania sasa hivi ilikofikia tunaiamini 100% inaweza kacheza timu yote duniani, iwe Brazil, Morocco, awe nani tunacheza naye. Timu tunaye, uwezo tunaye. Tunaomba tuisupport timu yetu ya Tanzania Taifa Stars kwa hali na mali. Jamani, taifa ni moja tu. Asante sana. Tuko na mchungaji bwana. Mchungaji, wakumbusha Tanzania majina yako na utatuambia performance ya kikosi cha Taifa Stars na umeyapokeaje matokeo haya ya Taifa Stars kuingia 16 bora? Nimepokea kwa furaha. Kwa majina naitwa Niva Mbaga maarufu mchungaji wa Taifa Stars. Nimefurahi kitu cha jana, kwanza jana sikulala. Kila saa naota tule goli. Kwa hiyo jana nimefurahi sana na sifa kubwa ziende serikali. Serikali wametumia nguvu kubwa sana, hata naibu waziri amefanya kazi kubwa sana kuweza kuhamasisha watu. Hata rais wetu ametumia nguvu kubwa sana kwa ajili ya tukio kama hili. Tuwape sifa zana, tuwapigie makofi kwa ujumla. Tuombe. Mungu tunakushukuru kwa aliyotokea jana. Amen. Mungu tunasema asante maana Watanzania wamefurahi. Amen. Mungu tunaomba mechi ya fainali. Amen. Tukawepo Morocco tena. Amen. Tukachukua ubingwa tena. Amen. Mungu uliomba mbingu na nchi. Tunaikabidhi Stars mikononi mwako. Bariki Tanzania. Bariki rais wa Tanzania. Bariki waziri mkuu. Bariki viongozi wote, mawaziri wote, wachezaji wote, kocha wetu Gamondi. Tunawakabidhi mikononi mwako. Nchi hii tunaweka mikononi mwako. Ikalete amani kwenye nchi yetu. Na watu wote waseme amen. Amen. Semeni tena amen. 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 Naam, asante sana. Ni